Yesu apewe sifa. Na waimbaji madhabahuni. Na tuombe. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tunasema ni asante asubuhi ya leo. Tunanyenyekea katika kiti chako cha enzi Baba yangu, tukisema utusamehe dhambi zetu na makosa. Tumekosa mengi Baba yangu, kwa kunena, kwa kuongea, hata wengine pasipo kujua. Jehova, tunaomba msamaha Baba yangu, katusamehe katika ibada hii Baba yangu. Tunakuhitaji Baba, ukaweze kushikisha uwepo wako mahali hapa, jinsi uliposhikisha kwa vijana, jinsi uliposhikisha kwa Sunday school na teenagers, hata kwa vijana Baba. Tunaomba tukuone, tunaomba tukuone kwa mahubiri, hata kwa sifa. Kila mmoja aliyeingia mahali hapa Baba yangu, akakutana na uwepo wako siku ya leo, akakutana na nguvu zako siku ya leo. Masia Mtakatifu, Mwana wa Mungu, ulipopaa juu mbinguni, ulituachia Roho Mtakatifu ambaye atakayetuongoza mahali hapa. Uwepo wako ukajae mahali hapa, hata tunapokuimbia Baba yangu, sifa zikakufikia juu mbinguni. Utukufu ni wako Baba yangu, takurudishia sifa kwa kukuabudu, takurudishia heshima kwa kukusifu, takurudishia Baba yangu kwa kuliinua jina lako. Tumeomba na hata kuamini. Asante Yesu, tunakuja mbele zako Baba yangu, tunanyenyekea chini ya miguu yako Yesu. Tazama Baba, kusamehe wetu, maana wastahili. Asante Yesu, asante kwa
Roho Mtakatifu. Baba, tuko chini ya madhabahu yako matakatifu, Jehova Mungu wangu, tukusema ni asante asubuhi ya leo. Asante kwa uhai uliotupa Jehova. Hata wengine wanasikia maumivu Baba yangu, lakini wamekuja hekaluni mwako Baba yangu, maana hapa unapatikana Jehova, maana katika upendo lako kuna uzima Yesu wangu. Tunasema ni asante Baba yangu, asante kwa uwepo wako Jehova, asante kwa nguvu zako mahali hapa Baba yangu. Natangaza kila mmoja mbele zako Baba yangu, nasema wanao Baba yangu wameingia nyumbani mwako Baba yangu, kila mmoja na shida yake mbalimbali Baba yangu, na wakabidhi wapata wote mikononi mwako, walioko mahali hapa, walioko majumbani, walioko hospitalini. Wewe ni Mungu unayeweza, wewe ni mponyaji Baba yangu, nakusihi kila mmoja Baba yangu mahali asikii vizuri Yesu wangu, nenda kamguse na mkono wako wa uponyaji, atakapokwenda Baba yangu sifa na utukufu ni kwako, na kadiri watasuluka ndani mwako Baba yangu. Wameamua Baba yangu kukutumikia, wengine nao wamepotea huko majiani, wengine wamepotea huko hospitalini Baba yangu. Ninakuagiza ukawaete katika hekalu lako. Tazama hata kuna jazi Baba yangu, tazama hata na vijana Baba yangu wanakulilia asubuhi ya leo, wanakuita Yesu ukashuka. Shuka kwa vijana Baba yangu, shuka kwa vijana Mtakatifu Mungu ishiye juu mbinguni. Ulisema vijana ndio wenye nguvu Baba yangu, nena ukawatia nguvu Masia, uyakuangusha tendele kamata vijana na kuwataka na kuwarudisha nyuma na kuwaganisha Masia Bwana wa Mungu. Baba, ninakuita kwa vijana Baba, simama na vijana wetu Jehova, simama na vijana wetu Jehova. Ulisema vijana ndio wenye nguvu, lakini hao vijana ndio wanaotekwa, wanarudishwa nyuma Mtakatifu Mungu wangu. Nao Baba ukanena na vijana, nena na vijana wa Yerusalemu Baba yangu, nena na vijana wa Kenya yetu Jehova, nena ukawape neema Masia, wakaweza kuachana na mambo ya dunia, wakakutumikia wewe Mungu wangu, maana ulisema vijana ndio wenye nguvu. Tunakataa ulimwengu shetani katika jina la Yesu Kristo, na kuzidi wasichana wa mama mikononi mwako Baba. Unajua ndio wanasimama katika manyumba, wanapitia changamoto mbalimbali Jehova, nenda ukawaonekania asubuhi ya leo, nenda ukape amani katika ndoa. Kuna ndoa nyingi zinalia Baba yangu kwa ajili ya amani Masia, nenda ukaonekania kwa wamama wengine Baba wanalia hawana watoto, wengine wanalia ndoa zao zimekorogana, wengine wanalia Baba yangu kwa ajili ya mume wake, wengine wanalia kwa ajili ya mke wake. Baba, wewe ni Mungu wa amani, rejesha amani katika ile nyumba, rejesha amani katika ile ndoa. Wasio na watoto kawape watoto, wasio na kazi kawape kazi, walio katika kazi kawape amani kwa kazi zao. Mtakatifu
mahali hapa. Kawafariji baba yangu. Na wakabili tuwe mpaji wote mikononi mwako. Nenda ukawaonekanie baba yangu. Shukisha nyimbo ndani hao Jehova. Hata wahubiri wote na wakabili mikononi mwako. Wote watakaenda hubiri siku ya leo Jehova. Tunaitisha nguvu zako mahali hapa Masia. Tunaitisha Roho Mtakatifu akashuka mahali hapa. Baba ukakutana na manabii wako. Baba nena na manabii wako siku ya leo. Baba nena na manabii wako siku ya leo. Baba nena na manabii wako siku ya leo. Watakapanda kuhubiri baba yangu. Nenda ukawatumie kama chombo. Tutumie kama chombo kwa ajili yetu. Watumie kama chombo kwa ajili yetu. Baba yangu uishie tu mbinguni. Tunasema ni asante kwa yote. Tunasema ni asante Mungu uishie tu mbinguni. Acha Baba tukazidi kukuona katika ibada zilizobakia. Maana wewe ni mwaminifu. Ulisema niiteni nami nitaitika. Baba tunakuita katika ibada ya leo. Baba tusitoke jinsi tulivyoingia. Basi tusitoke jinsi tulivyoingia. Tunaongeza imani zetu kwako baba yangu. Yesu tuongezee imani. Baba yule baba yangu alikuwa hana imani. Akakuomba kumuongezee imani. Acha leo katuongezee imani baba yangu. Tuongezee imani siku ya leo. Tukaweza kufunguliwa na kuwekwa huru. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Sifiwe. Shangwe na vigelegele tunapoalika mhubiri wetu wa leo. Shangwe na vigelegele na makofi. Karibu Pastor Esther. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Nina furaha tena kubwa sana nikiwa katika madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sitakuwa mrefu sana. Taenda katika waraka wa pili wa Yohana. Moja kuanzia ile. Amen. Amen. Tuamini na tuombe. Asante Mungu Baba uliyeziumba mbingu na nchi. Ninanyenyekea chini ya miguu yako nikiwa mwenye dhambi, nikiwa sifai mbele za macho yako. Baba yangu masana majira haya tazama nimesimama katika hekalu lako. Naomba Mungu kapate kunisamehe dhambi na kila kosa nililolitenda, Mfalme wa amani. Maana Baba yangu ulisema wewe ni mwingi wa rehema. Baba yangu tunaponyenyekea mbele zako na kuomba toba kutoka kwako, hakika Baba yangu natusamehea makosa yetu. Baba yangu nimesimama kama mwanao nikihitaji kuongozwa nawe, maana bila wewe Baba yangu mimi nitashindwa. Acha Baba yangu kibali chako ikapate kukaa juu yangu, ukapate kunenea jinsi upendavyo Baba. Acha ufunuo kutoka kwako Masia, ukapate kuandamana na neno lako Baba yangu. Tazama hata waamini wako waliokaa mahali hapa ni kwa ajili tu kulisikiliza neno lako. Baba yangu nenda ukapate kufungua masikio yao ndani na mioyo yao, ili Baba yako akapate kusikia neno kutoka kwako, maana neno kwao ndio lenye uzima. Pokea sifa na utukufu kwa Mungu, naenda kufanya hivyo, maana kutenda na kutimiza ni ahadi zako. Nikupita kwa jina Yesu Kristo nimeomba na kuamini Mungu aliye hai. Amen. Mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 4. Inasema, nalifurahi mno kwa kuwa nimewaona baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli kama vile tulivyopokea amri kwa Baba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu kumbe huwa anafurahi tunapoenda katika njia ambazo anatuelekeza yeye na amri zake. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu aliye juu mbinguni huwa akiangalia sisi watoto wake tunaenenda katika ile mienendo ambayo anaitaka yeye. Kule mbinguni huwa anafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni wajibu wetu wa mimi na
moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpendo, jitahidi sana kutenda yale matendo ambayo yanapendeza Mungu, kuenenda katika mienendo ambayo inampendeza Mungu, ili wakati wote akapata kuwa na furaha ya kwamba mimi ninafurahia mwanangu kwa sababu ananisikiliza kama baba, ambapo huyu mtoto wangu akiniomba kitu chochote siwezi kukosa kumpa, maana ni mwanangu, hapati kila kitu na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu mtoto wangu nitamwachilia baraka kila wakati, akiinama katika madhabahu akiniomba mimi kama baba, hakika sitachelewa kumpa, maana huyu ni mwanangu ambaye ananipenda na mimi nimempenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sitakawia kwake, lakini aendapo kusikiliza maneno ya wanadamu ama kusikiliza maneno ya nje, kusikiliza maneno ya waganga, hakika nitakaa naye mbali. Bwana Yesu asifiwe. Na ukienda mbali na Mungu, hata ukaombaje hauwezi kusamehewa, hauwezi tena kumfurahisha yule roho ambaye alishamkwaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Sauli alikataliwa na Mungu kwa sababu aliacha ya Mungu akaanza kusikiliza ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hakusikiliza tena ya Mungu, ya Mungu aliacha, akaanza kusikiliza sauti ambazo zinatoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Na ya Mungu akamkataa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alipokataa, Samueli alijaribu kumwombea, lakini wapi? Kwa sababu Mungu tayari alikuwa ameweka agano ya kwamba huyu nimemkataa, hatanifuata mimi kama baba, amewathamini sana wanadamu kuliko mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, hebu kwa tamani yako iende kwa Mungu sana, usiende tamani yako kwa wanadamu ya kwamba huku nikiachana naye nitateseka. Bwana Yesu asifiwe. Nikiacha kuongeleshana naye huenda kanikataa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hapana, akikupenda Mungu hiyo inatosha. Wanadamu wanapita tu, leo yuko kesho hayuko, pale yuko hapa, lakini unaweza kushangaa masaa machache kama amefariki dunia. Bwana Yesu asifiwe. Na kama huyo ndio ambaye alikuwa anamweka kama tegemezi na tayari ameenda chini, tegemeo lako litakuwa ni nani tena? Lakini kuna huyu baba ambaye anasema, wewe mwanangu, ukishika sheria zangu na kuyafuata haya yote ambayo ninakuamuru, nitakuwa ninafurahi kila wakati. Nitakuacha kama mtu ambaye anahuzunika kila wakati. Nitashuka mimi mwenyewe kama baba. Bwana Yesu asifiwe. Nitashuka mimi mwenyewe kama Mungu na utukufu wangu. Na nikishuka mimi, hakuna mwanadamu yeyote atasimama juu yako. Hakuna uchawi wowote utasimama juu yako. Maana mimi nimesimama kama ngao. Mimi nimesimama kama mlinzi. Tena nimesimama kama mtu ambaye hakuna mwingine wa kusimama tena. Bwana Yesu asifiwe. Akisimama Mungu hakuna mwingine. Akiinua huyu Mungu hakuna mwingine ambaye atakushusha. Maana tayari Yesu ameweka agano na kwamba mwanangu nimekuinua. Hata kama watakukwaza, lakini mimi tayari nimeweka tiki. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba mwanangu, wewe ni wangu na tena wangu wa milele. Na mimi mwana nami nitajitahidi sana nisikosea huyu baba yangu. Maana sitaki kuwa mbali naye. Ninataka kila wakati niwe nimemkumbatia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hatutaki kukumbatia Mungu. Tunataka kukumbatia wanadamu siku zote. Na wanadamu hawa ndio ambao wanatuacha katika hali ya kuchachamaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukimshika huyu Yesu, kama vile Yakobo alivyosema ya kwamba sitakuacha baba yangu mpaka nibarikiwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Japokuwa mguu wangu nimeumia, lakini bado ninakaza mwendo. Sitakuacha mpaka baraka yangu nipate. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe tu katika maombi umemuomba Mungu, umepata changamoto kidogo, unaanza kusema acha niachane naye, ninamweka Yesu kando, acha nianze kuangalia mganga fulani kama atanisaidia. Kwa mtumishi wa Mungu ya kwamba hata kama ninasikia maumivu, bado ninakaza mwendo, maana nina imani nawe wewe Mungu wangu. Nina imani ya kwamba utatenda. Nina imani ya kwamba utanifungulia njia. Nina imani ya kwamba nitafika mbali. Sio vile mwanadamu ameniwazia ya kwamba nitafika tu hapo mbele na nianguke. Hapana. Bado nitaendelea kuenda na nitaenda
Lazima kwa neno unapata mawili matatu. Bwana Yesu asifiwe. Tuambiwa tuenende jinsi baba yetu anavyotaka. Tuombe kwa ajili ya matoleo. Mtakatifu, 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 Mungu wetu ishie juu mbinguni. Baba, sifa na utukufu bado ninakurudishia nikilinua jina lako. Ninakuona Baba yangu unaendelea kutenda na utazidi kutenda, maana wewe ni Mungu. Baba yangu nakabidhi sadaka mikononi mwetu. Baba, tazama sadaka za watoto wako Baba yangu. Mwingine hata amejinyima Baba yangu kwa ajili ya kukutolea wewe Yesu, ili ukaweze kufungua milango yake, ili ukaweze kumbariki Baba yangu. Tazama kila mmoja anayekuja madhabahuni kukutolea sadaka Baba yangu. Baba, kwanza takasa sadaka hizo, maana sadaka hizo zimeshikwa na watu wengi. Zimeshikwa Baba yangu na makahaba, zimeshikwa na wachawi, zimeshikwa na mafrimason. Baba, takasa pesa hizo Baba yangu, tunapokutolea madhabahuni mwako, zikawe safi Baba yangu, zikakufikie Masia Mungu ishie juu mbinguni. Wengine wanatoa kwa ajili ya watoto wao, wengine wanatoa kwa ajili ya ndugu zao, wengine wanatoa kwa ajili ya familia zao, wengine wanatoa kwa ajili ya ugonjwa unaomsumbua miaka mingi, wengine wanatoa kwa ajili ya kukurudishia shukurani, wengine wanatoa Baba yangu kwa shukurani tu uliyemjalia siku ya leo, uhai uliyempa siku ya leo. Baba, pokea sadaka hizo Baba yangu, pokea mtakatifu Mungu ishie juu mbinguni. Kila mmoja anajua Baba yangu anaenda kukutolea kwa ajili ya tatizo lake. Baba, gusa moyo wa huyo, gusa moyo huyo mtoto wako Baba yangu, atakayenyanyuka na kuelekea madhabahuni pako Baba yangu, asirudi mikono mitupu. Anapotumbukiza ile sadaka, na yeye akanyakuwe uponyaji mahali pale, akanyakuwe baraka Baba yangu, akanyakuwe kile chochote anachokuomba. Nimeomba na hata kuamini.